Kuna taarifa kubwa sana ambayo inatoka nchini Iran, ambapo kupitia waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi pamoja na maafisa wengine wa Iran wamebainisha kwamba operesheni ya kijeshi ya Marekani katikati mwa Iran ambayo imeweza kufanyika huko Isfahan, iliyolenga kumtafuta au kuwatafuta marubani wawili wa Marekani ambao waliweza kupotelea huko kufuatiwa ndege zao kuweza kudunguliwa, ilikuwa ni ya udanganyifu na walilenga kuiba uranium za Irani ambazo zilikuwa zimerutubishwa au zimeboreshwa. Kutokana na hiki ambacho kimeibuka kwa hivi sasa, kinaibua maswali mengi kabisa, kutokana na jinsi ambavyo Marekani ilieleza kwa jinsi gani ambavyo imeshughulikia operesheni hiyo ya kijeshi kabisa, na ilihusisha vikosi vya special forces, yani vikosi maalum vya kijeshi vya Marekani pamoja na ndege za kivita, lakini vile vile idadi kubwa ya wanajeshi, kwa sababu inasemekana kwamba zaidi ya wanajeshi takribani 100 walihusika katika operesheni hiyo ya kuweza kuwatafuta marubani hao. Sasa katika taarifa ambayo imetolewa leo hii kupitia waziri wa mambo ya nje wa Iran, imeleta hisia tofauti ulimwenguni na kwenye medani za vita, kwa sababu kwa jinsi ambavyo Marekani ilikuwa imechukulia userious wa hali ya juu kwa ajili ya kuweza kuwatafuta marubani hao, lakini vile vile kwa jinsi ambavyo upelekwaji wa ndege za kivita na pamoja na helikopta ulikuwa ukifanyika katika baadhi ya maeneo hayo, ambapo Isfahan pia kuliripotiwa mapigano makubwa na makali sana kati ya vikosi vya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC, lakini special forces hawa wa Marekani pamoja na ndege zao za kivita, lakini vile vile hata raia walihusika kwa ajili ya kuweza kupambania taifa lao dhidi ya kile ambacho kinaendelea katika maeneo mengi huko nchini Iran na taifa kwa ujumla. Sasa kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Esmail Bagei, alieleza kwamba Marekani ilianzisha operesheni kusini mwa Isfahan tarehe 6 Aprili 2026 ikidai kuwa ilikuwa inamuokoa rubani wa Marekani aliyedunguliwa. Maafisa wa Tehran wamedai kuwa hoja ya uokoaji si ya kweli, wakieleza kuwa eneo ambalo vikosi vya Marekani vilijaribu kutua liko mbali na mahali ambapo rubani huyo aliripotiwa kupotea katika jimbo la Kogiluye na Boer Ahmad. Kwa upande wake, Araghchi amesema kuna uwezekano kuwa lengo halisi lilikuwa ni kuiba urani iliyoboreshwa ya Iran. Sasa vyombo vya habari vya serikali ya Iran kama Tasnim vimeitaja operesheni hiyo kuwa imefeli vibaya na kulinganisha na tukio la kihistoria la mwaka 1980 la operesheni Eagle Claw maarufu kama tukio la Tabas. Sasa hapa kuna story kinzani kubwa kwa kiasi kikubwa sana kwa jinsi ambavyo mambo haya yanavyozidi kuendelea huko Mashariki ya Kati kwa ujumla, kwa sababu Marekani katika harakati zao za kuweza kufanya mashambulizi kwa kutumia ndege zao za kivita aina ya F-15 Strike Eagle, hapo juzi ndege yao moja ilipata dhoruba, na ndege hiyo ina uwezo wa kubeba marubani wawili na ilikuwa na marubani wawili. Sasa baada ya kudunguliwa na mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran, wakalazimika kuanza kuwasaka marubani hao, na taarifa zilikuwa zikieleza hivyo, na baadaye Iran ikaweza kuthibitisha hata picha za ndege hizo. Lakini sasa Marekani ikaonekana kwamba wakatumia kificho cha kuwatafuta marubani hao wawili kwa ajili ya kutekeleza misheni ya kuiba uranium iliyoboreshwa katika kituo cha nyuklia cha Isfahan. Baada ya kumpata rubani mmoja mapema, siku iliyofuata kama siku mbili mbele, huku wakiendelea kumtafuta rubani huyo ambaye alipotea kwa saa 36 wakiwa wanamtafuta, ndipo ambapo maafisa wa Iran pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi pamoja na msemaji wake Esmail Bagei wametoa taarifa wakisema kwamba madai hayo ya kuweza kufanya operesheni hiyo ni ya uongo. Haikuwa operesheni ya kuweza kumtafuta rubani, bali walijiongeza kutokana na kwamba walitaka kuweza kuiba urani iliyopotea, kwa sababu ripoti imeeleza kwamba jinsi ambavyo waliweza kutua na ndege zao za kivita au vikosi hivyo viweza kutua ilikuwa ni mbali kabisa na eneo ambalo rubani alikuwa anadhaniwa kwamba huenda amepotelea huko, na baadaye mapigano yakaweza kuibuka. Yawezekana Irani iliona kabisa kuna sababu ambazo zimepelekea Marekani kuweza kutilia mkazo katika hili, labda kujaribu kufanya uvamizi kwa kutumia kisingizio kingine cha pembeni. Ndio maana wamekuja wamegutuka na baadaye wakaweza kutoa taarifa hii.
Lakini tofauti kabisa kwa rais wa Marekani Donald Trump alichokiongea pamoja na maafisa wengine wa Marekani walivyoviongea. Sasa mtazamaji wetu, nazidi kufuatilia kwa kina taarifa hii kwa undani kabisa ili niweze kujua kwamba nini ambacho kilikuwa kimejificha katikati ya hii operation kwa jinsi ambavyo imeelekezwa na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, akieleza kwamba operation hiyo ilikuwa ni udanganyifu na lengo lilikuwa ni kuiba uranium iliyoboreshwa kutoka katika kituo cha nyuklia cha Isfahan. Kwa taarifa zaidi basi ni kuombe uendelee kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.